Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 8, aya ya 1 hadi ya 8, na Injili ya Yohane, sura ya 6, aya ya 35 hadi ya 40. Nitaisoma. Yesu aliwaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tuipate tafakari kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 8, kuanzia aya ya 1 hadi ya 8. Inaonyesha kwamba kanisa la Yerusalemu, walipokuwepo wale mitume 11 waliokuwa wanafanya miujiza na ishara kubwa mbele za watu, linapata adha. Na hii adha inakuja pale ambapo Sauli anaingia nyumba kwa nyumba akiwaua Wakristo, analitesa kanisa. Na huyu Sauli ambaye baadaye anakuja kuitwa Paulo, anaona vyema na anasimamia mauaji ya Shemasi Stefano, anaona vyema kuuawa kwake, na kanisa linafanya maombolezi makubwa kwa kifo cha Stefano shahidi. Kwa nini kanisa hili linapata adha, linapata mateso hayo? Wataalamu wa maandiko wanasema Injili ya Mathayo sura ile ya 28 aya ya sura 28 aya ya 20, Yesu Kristo aliwaagiza wale mitume akisema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na akaongeza maneno mengine akasema, nami nipo pamoja nanyi hadi utimilifu wa dahari. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8, Yesu alipokuwa anapaa kwenda mbinguni, aliwaagiza wale mitume 11, akawaambia hivi, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa ufupi, baada ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, hawa mitume walipaswa kuweza kuondoka Yerusalemu, maeneo ya Samaria na maeneo ya mataifa yote na maeneo ya Uyahudi. Walipaswa kuweza kubatizwa, walipaswa kuweza kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Petro na wenzake walipoona kwamba miujiza mikubwa inafanyika, kivuli kinaponya, wanamega mkate nyumba hadi nyumba, watu wengi wanazidi kuikiri imani ya Ukristo, hadi wale ambao walikuwa ni makuhani wanamkiri kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wao, wakaona raha, wakasema kwa nini tuondoke? Wakabakia hapo, wakasahau maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ili sasa yale maagizo ya Yesu Kristo kwamba injili iende kwa Wasamaria ambao walikuwa kinyume kabisa na Wayahudi, injili iweze kwenda kwa watu wa mataifa, wapagani, watu wasiomjua Mwenyezi Mungu, iweze kwenda, ndipo Yesu akaleta adha ndani ya kanisa. Tunajifunza kitu gani?
adha yeyote ile ikitokea ndani ya kanisa ambalo linafurahia kumega mkate nyumba hadi nyumba, limesahau maagizo ya Yesu Kristo kwenda kuwafanya wale ambao ni wapagani, wale ambao hawamjui Kristo wamjue. Tunafurahia tu maisha ya mjini, tunafurahia tu maisha ya pamoja, tunaanza kujenga mambo mbalimbali. Yesu huwa anaruhusu adha itokee kwa sababu tumeenda kinyume na maagizo yake. Kanisa la Yerusalemu linafurahia kumega mkate nyumba hadi nyumba, linasahau injili lazima iwafikie wale ambao ni Wasamaria na mwisho wa dunia. Akaibuka Sauli ambaye ni Paulo baadaye, akasimamia mauaji ya Stefano shahidi ambaye alikuwa ni shemasi, aliyekuwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Kanisa likaomboleza, na alipoona kwamba haitoshi, akaingia kila nyumba akiwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa magerezani. Ndipo sasa walipoona mateso yanazidi kuongezeka, Filipo aliyekuwa mmoja ya wale mitume wa Yesu Kristo mbishi, akaamua kukimbia, akaenda kujisalimisha maeneo ya Wasamaria. Na alipofika pale maeneo ya Samaria, ndipo wale wa Samaria wakalipokea neno la Mwenyezi Mungu, wakaziona ishara ambazo walikuwa wanazifanya. Pepo wachafu wakawatoka wengi waliokuwa wamepagawa, na wakawa wanalia kwa sauti kuu. Ndipo neno na ile amri ya Yesu ikawa imetimilika kwamba Samaria lazima wampokee Kristo. Tunajifunza kitu gani? Tusipodumu katika njia ya Mwenyezi Mungu, njia ya Yesu Kristo alikuwa ametuagiza kwamba kuna watu ambao wanahitaji kupokea neno la Mwenyezi Mungu la uzima. Kuna maeneo ya pembezoni sana, watu mpaka leo wanakosa nguvu ya kupata neno la Mwenyezi Mungu. Namna gani kupata neno la Mwenyezi Mungu? Na wahudumu wengi wamejazana mjini, hawaendi maeneo ya pembezoni, maeneo ya polini, maeneo yenye hatari, maeneo ambapo watu hawajui neno la Mwenyezi Mungu. Vurugu lazima zitokee na kanisa lazima liteseke, ili kupitia njia ngumu neno la Mwenyezi Mungu liweze kuwafikia wote. Na ni kweli kupitia machangamoto ndani ya kanisa, ndio maana basi sasa watu wengine wakaondoka wakaenda maeneo ya pembeni, na huko wakapata neema. Kupitia machangamoto ndani ya kanisa, ndipo basi neema hizi pia zikawafikia wengine hawa ambao walikuwa bado hawana nafasi hiyo. Tumombe Mwenyezi Mungu sana. Si kila mbaya anayekuja ndani ya kanisa, anayelitesa kanisa kwamba ana roho ya mpiga Kristo. Hapana. Sauli alikuwa ameletwa kwa ajili ya kusudi, ili hawa mitume waliokuwa wamekaa pale Yerusalemu wakifurahia kumega mkate waweze kutoka, na walivyotoka ndio injili imetufikia hadi sisi huko maeneo ya Afrika na maeneo mengine yote kwa ajili ya Sauli. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.